asubuhi. Sisi maandalizi yetu yamekamilika. Nafikiri tulikuwa na mazoezi ya siku mbili hapa Dar es Salaam. Kwa tupo tayari. Nafikiri wachezaji wote ambao tupo nao wapo kwenye hali nzuri na wapo tayari kwa ajili ya kuipambania Tanzania Prisons. Shukrani sana coach. Hamko kwenye nafasi nzuri kwa maana kwenye msimamo na mnacheza na moja ya timu ambazo ziko juu. Mchezo wa kesho utakuwa mchezo wa namna gani? Tunajua itakuwa ni mechi ngumu, lakini ni mechi ambayo si labda tunahitaji nayo, na najua Simba nao wanahitaji nao kwa sababu wanapigania race za ubingwa, lakini sisi ukiangalia kwenye msimamo pointi zetu hazipo vizuri sana, kwa unahitaji kupush ili angalau tupate chochote kutoka kwa Simba. Kwa tunajua jinsi ambavyo Simba wapo, ni timu ambayo inacheza mchezo wa aina gani, lakini sisi tumejiandaa kwa ajili ya angalau kushindana nao ili tuweze kupata pointi. Nakaribisha maswali kwa mwalimu. Coach, msimu huu mmekuwa mkihamahama viwanja, pengine mmepata experience gani kutokana na kutokucheza katika dimba lenu la Sokoine muda mrefu, na kesho tunacheza kwenye dimba la KMC ambalo ni nyasi bandia? Pengine hii hapa ina athari gani kimbinu na inawajenga kwa namna gani? Inaweza ikawa na athari kuwa tulikuwa tunakosa labda watu wa ziada wa labda mkicheza nyumbani, lakini muda mwingine unaweza mkacheza nyumbani na mkapoteza bado. Kwa ni kujenga tu kiakili kuwa tunahitaji kushindana kwenye mazingira ya aina yoyote yale, timu ili ipate matokeo mazuri kutoka pale ambapo tupo. Kucheza kwenye viwanja tofauti, mfano wa nyasi bandia na tumekuwa tukifika hapa huwa tuna train kwenye uwanja ambao unaelekeana na ambao tunaenda kucheza mechi. Kwa hiyo nafikiri sio shida sana kuhusu kucheza kwenye uwanja artificial na uwanja wa kawaida. Kocha, sasa zungumza na mashabiki wa Tanzania Prisons ukiwalika uwanjani. Mimi niseme tu bado tuna mechi nyingi kwa mashabiki kwa watu support kama ambavyo huwa wanatusupport. Tumeona wanasafiri kila sehemu ambao tupo, Tanzania Prisons wapo. Kwa tunaomba waendelee na moyo huo wa kuwasupport wachezaji ili timu endelee kuamka. Shukrani sana kocha. Naam, huyo alikuwa ni kocha Sajigo ambaye amezungumza kwa niaba ya benchi la ufundi. Ni wakati wa kumsikiliza Lambert Sabianka ambaye atazungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake nama ambao wao kama wachezaji wamejipanga kuwakabili Simba. Karibu sana, zungumza na wanahabari. Sawa. Awali ya yote tupende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuanisha tena siku ya leo. Ili sisi kama wachezaji kuelekea katika mchezo wetu wa Simba kesho tumejipanga vizuri. Kuhakikisha tunaenda kupambana na Simba. So mechi nyepesi, ni mechi ngumu, lakini tutawaheshimu wapinzani wetu kuelekea katika mchezo wa kesho, kuhakikisha kwamba tunaweza kupata matokeo katika mechi yetu ya kesho. Kwamba mchezo wenu na Simba siku zote unakuwa mchezo mgumu. Mchezo wa kesho utakuwaje kimbinu? Issue ya mbinu mwalimu ameshatuelekeza kwenye uwanja tokea tumefika Dar es Salaam. Kwa hiyo issue ya mbinu kwa upande wetu iko vizuri kuelekea katika mchezo wetu wa kesho. Kwa hiyo na imani ni kumwomba Mwenyezi Mungu tuweze kuamka salama wote tukiwa wazima, tukapambane katika mechi ya kesho. Na imani kwa mbinu ambazo mwalimu ametupa na kwa morali ya wachezaji ambao wanaonekana uwanjani tunapofanya mazoezi, kwa hiyo tunaamini kwamba kuna chochote tunaweza kupata kuelekea katika michezo yetu ya kesho. Nakaribisha maswali kwa mchezaji. Ukiangalia michezo iliyobakia ni takriban michezo 9 na kesho mnaenda kucheza na Simba Sports Club. Kwa upande wenu kama ni mbio za ubingwa tunasema hampo katika resi hiyo, lakini mnapambana kubaki katika ligi kuu. Pengine mipango ipoje ukiachana na benchi la ufundi kwenu nyinyi wachezaji kuhakikisha mnapambana katika michezo hii 9? Kwa kila mchezaji anajua umuhimu wa kazi yake ambayo anatakiwa kuifanya uwanjani. Ni kweli mechi zimebakia chache, lakini mechi bado zipo. Kwa kila mchezaji anajua umuhimu wa kazi ambayo tunaenda kuifanya katika siku ya kesho na mechi nyingine ziada. Kwa hiyo
sisi kama sisi wachezaji huaga tukikaa nje pamoja na benchi letu la ufundi, huaga kila mmoja au vikundi huaga tunakaa kujadiliana kuisaidia timu ya watu iweze kubaki ligi kuu. Na imani bado muda upo, tunaweza tukapambana kwa sababu bado haijaisha. Kwa hiyo pale itakapoisha ndio tutajua kwamba imeisha kabisa, kwamba tupo upande upi, kwamba tumeshuka ama bado tupo kwenye ligi. Kwa hiyo tuna imani katika mapambano ambayo tunapambana, kwa imani kila kitu kinawezekana. Swali lingine? Lambert, mchezo ulioisha wa Mbeya Derby mliocheza dhidi ya Mbeya City, pengine matokeo yaliyopita yanaweza kuchangiza kuelekea mchezo ujao? Ni kweli mchezo uliopita umeshapita, na kwenye kichwa cha kila mchezaji anaumia, lakini sio kwamba tutainamisha kichwa, kwa sababu bado tuna mchezo wa Simba, tuna michezo mingine. Kwa hiyo ile ishapita, kwa sababu kama kupoteza tumepoteza sana, hatuhitajiki kuinamisha sana kichwa chini. Kwa hiyo kitu ambacho tunajipa moyo kwa kila mchezaji ni kuweza kunyanyua kichwa na kuweza kupambana katika michezo yetu mingine iliyobakia. Kwa hiyo na imani haijaisha bado, mpaka ikiisha ndio tutajua imeisha. Namzada, shukrani.